Na mtazamaji, tumerejea hapa na sasa ni michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema na tunaanzia mashindano ya Muungano. Mashindano ya kombe la Muungano yanatarajiwa kuendelea tena kutimua vumbi leo kwa hatua ya nusu fainali, ikiwakutanisha vilabu vya Simba ya jijini Dar es Salaam pamoja na Mlandege FC ya visiwani Zanzibar. Mchezo unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 2:15 usiku katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mchezo huu ambao unatarajiwa kumpata mwana fainali wa pili baada ya kushuhudia jana klabu ya Yanga kutinga fainali baada ya kuifunga Azam FC. Simba inacheza mchezo huo ikiwa na matamanio ya kutwaa ubingwa huo. Mchezo huo pia ni kumbukizi ya fainali ya Kombe la Mapinduzi ambapo vilabu hivyo vilikutana na Mlandege kutwaa ubingwa wa misimu miwili iliyopita. Naam, katika jitihada za kuhakikisha kwamba mchezo wa Karet unakuwa nchini, shirikisho la mchezo huo limeendesha mashindano ya shule za msingi na sekondari kwa shule za mkoa wa Dar es Salaam, huku viongozi wa shirikisho wakieleza kufurahishwa na vipaji vilivyoonyeshwa na wachezaji vijana. Mashindano hayo ambayo yalikuwa mahususi kwa ajili ya kung'amua vipaji vipya mashuleni yameelezwa kufanyika kwa mafanikio makubwa kutokana na vipaji lukuki kwa wanafunzi vilivyoshirikisha mashindano hayo. Kama shirikisho tumepata fursa na faida kubwa sana kupitia mashindano haya, na hasa katika kuangalia vipaji vipya vile vinavyohusiana na timu yetu ya watoto ya taifa. Nilikuwa natamani sana huu mchezo wa karate uingizwe kama michezo mingine iliyokuwepo. Kwa mfano tumekuwa na michezo kama mbalimbali kama mipira miguu, kwa ujumla kama umitashumta unavyofanya. Tena nisaidia kwa mambo mengi. Kwa mfano nasaidia kwa active darasani. Muda tunakuwa active, unakuwa hauko lazy. Alhamdulillah tumefanikiwa kupata ushindi katika shule yetu ya Ihsan na tunarudi na ushindi shule. Kuna motivation kubwa ya kufanya mchezo huu. Mashindano ya ligi ya mabingwa kwa mikoa ya Tanzania yanatarajiwa kuendelea kutimua vumbi kesho mkoani Kigoma kwa michezo ya mwisho ya kundi A, ikishuhudiwa Kajuna FC kitarajiwa kucheza na FGA Talent, huku Standa FC na Masasi itachuana na Kiela Talents ya wilayani Kiela. Kuelekea michezo hiyo, makocha na wachezaji wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake, huko kila upande ukiahidi kwenda kupata ushindi licha ya ugumu wake. Tumefanya recovery ya asubuhi hii, tumefanya solving problem ya mchezo uliomalizika jana, kwa hiyo tuko vizuri kwa ajili ya mchezo. Tunajua kabisa tuna mchezo wetu wa mwisho wa kuvuka hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine. Pia tunahitaji kushinda kwa sababu lengo letu ni kushinda michezo yote ya mashindano. Tumejiandaa vizuri. Tumetoka uwanja wa mazoezi asubuhi kurekebisha makosa tuliyofanya jana, kwa tulibuka na ushindi. Palikuwa na makosa kurekebisha. Kutokana na changamoto ya hali ya hewa tumemisi baadhi ya wachezaji wa kikosi cha kwanza, ikiwemo golikipa namba 1 alikuwa anaumwa, lakini pia striker ambaye tulikuwa tunamtegemea pia anaumwa pamoja na kiungo. Lakini leo asubuhi ripoti ya daktari ametuambia wako sawa, hivyo mchezo wa kesho kwa mara ya kwanza. Ya mchezo huu kama fainali kwetu, kwa sababu kundi lilivyokaa tayari mpaka sasa katika timu zote 3 zilizobaki kila mmoja ana nafasi yake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amewataka wakuu wa taasisi za serikali na zile za sekta binafsi kutenga muda pamoja na rasilimali kwa ajili ya kuandaa bonanza na matamasha ya michezo mbalimbali yatakayokutanisha watumishi, hatua ambayo amesema itachangia kuimarisha afya, kuongeza mshikamano na ushirikiano kazini sambamba na kuboresha ufanisi na utendaji katika taasisi hizo. Clement Sanga anaripoti zaidi. Kheri James amesema hayo wakati akiongea na washiriki wa michezo mbalimbali katika ufunguzi wa bonanza la watumishi mkoa wa Iringa 2026 lililoandaliwa na taasisi isiyokuwa ya kiserikali julikanayo kama Iringa Finest. Taasisi binafsi na makampuni yanayofanya kazi mbalimbali ndani ya mkoa wetu, endeleeni kufanya ufadhili wa shughuli za namna hii, kufanya sponsorship. Taasisi kubwa kama Muse yenye watumishi kibao wakiwa na tamasha kama hili, ukiwekeza katika tamasha kama hili upotezi unakwenda kuvuna. Muhimili wa mahakama na ofisi zake zote ndani ya mkoa wetu Iringa na kanda wakiwa na tamasha kama hili, ukafadhili vifaa, ukafadhili nini, haupotezi. Kuna kitu unawekeza ambacho kitaleta matunda mbele ya safari. Kwa upande wake, afisa utamaduni na michezo mkoa wa Iringa Steven Sanga amesema michezo hiyo ina manufaa makubwa kwa afya za watumishi. Tumeshiriki katika maandalizi haya ili kuweza kuwaweka pamoja watumishi, kufurahi pamoja, lakini kujenga afya kupitia michezo, na hapo tunaweza tukajikinga na magonjwa yasiyoambukizwa.
Bonanza hili lina faida kubwa sana kwa sababu inatukutanisha na taasisi mbalimbali na watu mbalimbali ambao tunaweza kubadilishana nao mawazo katika kazi zetu pia. Lakini pia inazidi kukuza vipaji na kuibua vipaji vipya ambavyo vipo katika taasisi zetu. Kwa hiyo ningetoa rai kwa wakuu wa taasisi, wakuu wa idara waweze kuwaruhusu wafanyakazi kuja kushiriki katika mazoezi haya. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Wadau wa sanaa na utamaduni katika manispaa Tabora wamejipanga kikamilifu kutumia fursa zinazotokana na maandalizi ya michuano mikubwa barani Afrika ikiwemo ya AFCON 2027 pamoja na mashindano ya Miss World ambayo Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji kwa lengo la kutangaza vivutio vya utalii na utamaduni wa mkoa huo. Wadau hao wamesema wataonyesha utajiri wa utamaduni wa Tabora kupitia ngoma za asili, sanaa na vivutio vingine ili kuvutia wageni wa ndani na nje ya nchi pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta ya ubunifu. Uwepo wa michuano ya AFCON na Miss World hapo mwakani katika nchi yetu Tanzania imekuwa ni fursa kubwa kwa wadau wa utamaduni wanaoendelea kujinoa kwa shauku kubwa kutumia fursa hiyo kutangaza vivutio vya mkoa wa Tabora, hasa ngoma za asili. Vikundi vya ngoma kama vitakuwa vimetumika vizuri, wametumia fursa, zinaweza zikatumika zikaenda kwenye ufunguzi wa matamasha kwa mfano Arusha au Dar es Salaam, kuvitumia kama fursa ya kutangaza utalii wa ndani, lakini pia tunaweza kutumia kama fursa ya kutangazia dunia kwamba hata mkoa wa Tabora kuna mambo ya mila na tamaduni. Kama vijana na sisi tutapata mambo mengi sana, umeelewa, ya kuweza kujifunza. Wageni nao wajisikie kwamba wamefika katika nchi ya upendo, nchi ya amani, wamefika katika nchi ya hadhi. Kuviandaa hivi vikundi ili vikae vizuri, lakini ikiwezekana viweze kutumika katika sherehe hizi, lakini pia viweze kutangaza mkoa wa Tabora, lakini na kutangaza utamaduni wa Mtanzania. Nchi imefunguka sio kidogo. Sasa kama matukio makubwa yanakuja namna hii, tunatamani hizo fursa ambazo zitaletwa na wageni ambao watakuja kwa sababu ya matukio mbalimbali, basi ziweze kufika mpaka Tabora, lakini haziwezi kufika kama haujakaa tayari. Lazima ujiandae kukamata hizo fursa. Naam, na sasa ni habari za michezo kimataifa na Juma Mohamed. Karibu Juma. Mwanariadha raia wa Kenya Sebastian Sawe ameweka rekodi mpya katika mbio za London Marathon na kuwa mwanariadha wa kwanza wa kukimbia mbio hizo kwa muda mchache wa saa moja. Sawe mwenye umri wa miaka 30 kwa sasa alivuka mstari na kushinda katika muda wa saa moja, dakika 59 na sekunde 30, dakika moja zaidi ya rekodi ya awali ya marehemu Kelvin Kiptum ya saa 2 na sekunde 35 aliyoiweka mwaka 2023. Eliudi Kipchoge alikuwa mwanariadha wa kwanza kukimbia mbio za marathon chini ya saa 2 mwaka 2019, lakini hilo halikustahili kubaki kuwa rekodi ya kipekee kwa kuwa zilifanyika chini ya masharti yaliyodhibitiwa. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Naam, asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio tamati ya taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya Lulu Ali, Debra Mwasumbi, mimi naitwa Nelson Munema. Siku mwema. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini na kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa upande wa Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo.
Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, vikisambaa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache hapa nchini, hususan katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Mara, Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Singida, Dodoma pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.